Moja. Karibu tu. Good. Karibu tu. Karibu. Karibu. Asante. Habari za sasa hivi? Salama, sijui. Nzuri. Mimi kama mwakilishi nimepewa huu mkataba wa mzee Jafari kutoka kwa hakimu. Inasadikika kuwa huu mkataba unahusu masuala ya urithi baina ya ndugu katika familia. Kwa hiyo humu kwenye mkataba huu kuna wahusika wanaohusika na urithi, kuna wengine hawahusiki. Sasa naweza nikasoma majina ambayo wanahusika na urithi ambao walioandikiwa kutoka kwa marehemu mzee Jafari. Majina yenyewe ni kama yafuatayo: Rukaiya Ramadhan, Ndio mimi. Angelina Mweza Mimi. na ambao hawahusiki katika mkataba huu wa urithi ipo mmoja tu, Paulo Stephen. Huyu ni ambaye hahusiki katika mkataba huu, na kama majina yao niliyosoma, vifaa ambavyo wamepewa warisi. Rukaiya Ramadhani inatakiwa arisi nyumba moja kutokea mkoa wa Iringa, shamba moja mkoa wa Iringa, na kiwanja kimoja kutokea mkoa wa Dar es Salaam. Angelina Mweza anatakiwa arisi nyumba moja, frame moja na kiwanja kimoja, vyote kutokea mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kutokana na utumishi wa umma ndio umenikabidhi nilete mkataba huu, nyinyi kama ndugu katika familia hii muone na muhakiki na kisha mnipe mrejesho, halafu tujue masuala mengine tutakapomtaarifu hakimu. Kwanza mimi na swali. Kwani vitu vyote hapo Dar es Salaam tulipe Mwanza? Afu kitu kimoja tulipe Dar vipi? Hapo inaonekana hapa changamoto inatokea baina ya jinsi hakimu na mzee Jafari jinsi walivyoongea na walivyokuwa wanapeana huu mkataba wa kuhusu masuala ya urithi. Labda tunaweza mkafanya mawasiliano naye ili tujue masuala mengine yanaendaje. Hebu leta namba ya hakimu. Namba ya hakimu ni 07 62 74 30 75. Hello. Samahani, kwa majina yangu naitwa Angelina. Kuna mtu umemwagiza hapa aje asome kuhusu masuala ya urithi aliyopatia baba yetu. Hapa kuna wengine tumekunjwa. Halafu kuna wengine ambao hujaandika kabisa
afu amchukua tu. Sasa mimi nimefika tu pale akanikabidhi huo mkataba, nilikuwa bado sijachunguza. Jambo kama hilo nataka peke kwenye ofisi za serikali za mitaa, kisha kuweke kitongoji na ile paka manisho huko polisi huko ngazi za juu za serikali. Sisi tunataka maelezo sahihi. Hatuwezi kukubali kuchukua vitu nusu. Najua mnaweza kutuuliza kama eti kwamba baba yetu alipokuwa anakufa tulikuwepo. Sawa, hatukuwepo. Lakini kwa sasa tupo. Tunahitaji vitu vyetu mtukabidhi. Sasa sisi ndio wajibu wake na tunahitaji hivyo vitu. Kwa hiyo sisi tumevisubiri sana kwa muda mrefu. Tumehangaika huku na huku. Ndio kama hivyo mwishowe vimekuja. Lakini hatuoni vitu vingine. Kwa hiyo tunavihitaji. Tumfanyie mpango, tumpeke ofisi ya kitongoji, aongee naye kwa masuala haya inadi tufanye haki sawa. Nataka kutoa maelezo sahihi. Haiwezekani afanye hivi. Sawa. Kama ndio hivyo, si tunasubiri hapa tugawane, kila mtu atawanyike. Mimi huko nimeacha miradi yangu, nimekuja hapa kupata ulisi. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa, natakiwa nipate niondoke. Kazi huko zinanisubiri. Sawa, ndio hivyo, mimi nasubiri kama niko leo, kesho sitakuwepo. Kwa hiyo natakiwa mlete haraka ili niende kuendelea na kazi zangu. Sawa. Ndio hivyo. Mimi na vile. Sio kutudanganya hapa kwamba wewe ndio umepewa vitu vingi kuliko mimi. Sasa nilikuwa namwangalia tu hapa, naona wote matapela wale. Alafu mimi wananichanganya sana. Kwa sababu mimi huko nimeacha miradi yangu na yaani nahitaji kutoka hapa nipate kila kitu changu nirudi huko. Sijayo kaa hapa. Kwa nini atupunje hivyo? Kwa wengine wamepata wengine. Usikute naye kajigia katika hiyo lise. Haiwezekani. Ndio hivyo. Hata kama tuuliza kwamba tulikuwepo, hatukuwepo sawa, lakini tunahitaji haki sawa. Oh my God! Even though